Na mtazamaji, tuvuke milima, mabonde, mipaka na bahari tuingie mjini Vatican, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameelezea matumaini ya kudumishwa kwa umoja kanisani na akatoa wito kwa wanadamu kumcha Mungu na kupendana, hasa wakati huu ambapo dunia inakumbwa na mizozo inayoletwa na uchumi, chuki, ghasia, dharau, hofu na changamoto za kiuchumi. Baba Mtakatifu alitoa wito huo wakati wa misa yake ya kusimikwa iliyofanyika St. Peter's Square mjini Vatican, Italia, inayoashiria kuanza rasmi kwa majukumu yake. Misa hiyo ilihudhuriwa na viongozi kutoka zaidi ya mataifa 150 ya dunia, akiwemo Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Huyu hapa Doreen Arange na kina cha taarifa hiyo. Ilikuwa hafla ya kitamaduni na historia wakati maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki, viongozi wa dunia na wakilishi wa jumbe za kidini walipokusanyika mjini Vatican nchini Italia kushuhudia ukurasa mpya katika historia ya kanisa Katoliki. Papa Leo wa 14, ambaye awali alifahamika kama Kardinali Robert Francis, alijitokeza mbele ya umati wa watu waliojawa na furaha St. Peter's Square, akisafiria kwenye gari maalum la Baba Mtakatifu. Hatimaye aliongoza ibada iliyohusisha matambiko kadhaa ya mamlaka yake mapya, kama vile kuvisha pete maalum inayoashiria jukumu lake kama mvuvi wa watu, utamaduni ulioanza nyakati za Saint Peter aliyekuwa mvuvi. Baba Mtakatifu pia alipokea ukanda maalum wa nyoya za kondoo kuashiria jukumu lake la kuwa mchungaji. Kama ishara ya heshima, makardinali 6 walimwendea papa huyo mpya na kuibusu pete yake, utamaduni unaoashiria kwamba amekaribishwa kutekeleza jukumu lake jipya. Kwenye misa yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliangazia maono ya kanisa Katoliki yanayohimiza kutatuliwa kwa tofauti na kupinga unyanyasaji wa kiuchumi. Alitoa wito wa kudumisha kwa umoja kanisa, alisema anahudumu kama ndugu. Vile vile aliangazia masikitiko yake kuhusu vita nchini Ukraine wakati wa maombi ya kutamatisha misa yake, akisema nchi hiyo inasubiri maashiriano ya kuleta haki na amani. Huku anapoona kutekeleza jukumu lake kama Baba Mtakatifu wa 267 wa Roma, anaridhi kanisa linalokumbwa na changamoto za kimataifa na matumaini ya mabadiliko. Doreen Arange, Darubini Wikendi.